إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، ashukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Mola mkarimu mwingi wa rehema, yeye ambaye tumwabudu, tumuhimidi, tumtegemea kila kitu Mola wetu, na kwake tujilinda na maovu ya nafsi zetu na matendo yetu. Aliongozwa naye, hakuna yeyote awezaye kumpotosha, na yote miongoni mwetu atakaye amua mwenyewe kukiuka kuna sheria zake Mola Allah tuepushe tusimwongoni mwa hao. Allahumma amin. Naye akamwacha katika upotovu wake, hakuna ambaye anayeweza kumwokoa. Ndugu zangu Waislamu, ninakuhusieni bila kusahau nafsi yangu mambo mawili mafupi sana kabla tutasoma darasa. Ninakuhusieni bila kuisahau nafsi yangu. Isikutokee hata mara moja katika maisha yako ya duniani unayoishi kila siku ukawasaliti wenzako. Muislamu na tabia ya usaliti haviendani. Muislamu kama Muislamu, ukipenda penda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ikibidi kuchukia uchukie kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu za maisha, sababu za kidunia zisikupelekei ukabadilika ukawa msaliti. Uislamu haukubali usaliti, na usiwi na tabia ya kuwa mwepesi sana wa kuumizwa mara mbili mara tatu, au wa kuwastiri wale wasaliti. Kama Uislamu umefika penye umefika, hasa katika hizi nchi zetu, kwa sababu ya masuala hayo ya kufunika ya kustiristiri, ujanja kwenye dini, madhara yake ndo haya. Tupo kama tulivyo Islam, tuko madhaifu kila kitu, wakati tuko kwenye dini ya haki. Tujitahidi sana tuwe wa kweli kati yetu, tuwe wa kweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tushikamane, tuvumiliane tunapohitajika, tuitendee haki dini. Sisi tusiwi sababu ya dini kuzaraulika. Uislamu ni heshima. Uislamu Mwenyezi Mungu hampi kila mtu. Kama tuko Waislamu ni utashi wake Allah subhanahu wa ta'ala. Nakuhusieni ndugu zangu Waislamu, usifanye riya kwenye dini. Usiwe na tabia ya kufanya ibada kwa malengo ya kujionyesha na kutafuta sifa, lakini uhalisia ndani ya nafsi yako unakuwa ni kinyume. Unaweza kuwadanganya binadamu leo, kesho, lakini Allah uhakika anamjua. Mkumbuke sana kwamba Mwenyezi Mungu ni mpole, Mwenyezi Mungu ana huruma, lakini Mwenyezi Mungu akichukia anaadhibu vibaya sana. Okopa, usiwi sababu ya wenzako kuipata adhabu. Allahumma la tuadhibna bima fa'ala sufahau minna. Allahumma amin. Mola, tunakuomba usituadhibu kwa makosa yanafanywa na wajinga miongoni mwetu. Usiwi sababu ya wengine kupata adhabu yake Allah. Hakuna kitu tunamiliki cha thamani kwenye uhai wetu kama Uislamu, mengine yote yanakuja nyuma. Allah ana uwezo, na aliahidi Mwenyezi Mungu kama mkutendea Uislamu haki, ana uwezo wa kuwaondoa ndani ya dini hii na akawaleta wengine wakawa Waislamu, wakaupenda Uislamu na wakautumikia Uislamu. Tujitahidi sana ndugu zangu Waislamu, tusiwe tunafanya riya, tabia ya kujionyesha, kutafuta sifa, kutafuta utaji kunako ibada. Katika madhara yake makubwa ni kwamba hiyo ibada Allah haipokei. Allah ametuamrisha tumwabudu kwa ikhlas, kwa kutafuta radhi zake mwenyewe. Alafu tumwombe sana Mwenyezi Mungu
sote kwa pamoja tupe mwisho uliokuwa mwema. Inshallah darasa letu la leo litakuwa fupi. Tunasoma mlango babu bayani jawazu shurbi qa'iman. Naona msomo wetu na leo kutokea faida ya 99. Mlango bayan jawazu shurbi qa'iman, mlango unaobainisha kuwa inajuzu kunywa kinywaji cha halali ukinywa ukiwa uko wima, ukiwa umesimama. Inajuzu na sio dhambi na sio haramu. Kwa hiyo inajuzu mtu kunywa ukiwa wima. Na miongoni mwa faida, Sheikh anasema idha dakhala shakhsu almasjid, pindi mmoja wenu Muislam atakapoingia msikitini, wa arada an yashrab, na akataka kunywa mfano maji msikitini. Kwenye miji ya wenzetu hasa Warabuni na sehemu zingine, kwenye misikiti mikubwa huwa unakutanaga wameweka albarada msikitini, panakuwa vile kama vimitungi fulani vya maji. Nadhani mnapotazama hata kwenye television, hasa Maka Madina, utaona watu wanasogea kunywa Zamzam, unakuwa vimeandaliwa kwa sababu ya maji. Msikiti na ilikuwa imeendelea mara nyingi, utana viko tu sehemu tofauti, tia sashe chini alafu kimewekwa pale, na parakuwa gilasi zile za kunywa, lakini mara nyingi zinakuwa ni zile mnaita za izaje iniki, ili msiambukizane magonjwa. Na kwa ukimaliza kunywa unakatia pembeni, na kwa wingi wa plastiki. Sasa kama msikiti kama hiyo umeingia wewe, ndio kichwa cha maneno. Umeingia msikitini kwa malengo ya kuja kusali, lakini kuna maji, kuna kahawa, kuna kinywaji, wewe ukataka kwanza unywe kabla ya kusali rakaa mbili, kwa labda kiwi kimeukamata. Swali linakuja, fahal yajlis wa yashrab, je, utakaa chini alafu unywe? Yani kwa lugha nyingine, kabla ya kusali rakaa mbili za maamkizi ya msikiti. Na tukumbuke kwamba tulishafunzwa hadithi nyingine kabla tujarudia hapa, idha dakhala ahadukum almasjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn. Nadhani hadithi inajulikana. Mtume anasema pindi mmoja wenu ataingia msikitini asikai chini mpaka asali rakaa ngapi? Mbili. Kwa hiyo linakuja sasa swali, ukitaka kunywa sasa, je, utakaa chini ili unywe? Yani kwa lugha nyingine, ukikaa chini ili unywe maji, si umeenda kinyume na hii hadithi tumesoma? Sasa utakaa unywe au utamimina tu maji uyanywe huko uwima, kwa kulinda hii hadithi ambayo inajulikana kwamba haijuzu kukaa chini kabla hujasali rakaa ngapi? Nadhani naeleweka mpaka hapa Au yashrabu qa'iman, ndio swali. Au utakunywa huko uwima, utafanyaje sasa? Au nyewe mnafanyagaje? Maana kuna wakati inatokea naingia msikitini, labda ni Alhamisi au Jumatatu. Mara nyingi naonaga markaz kule wazee walikuwa wakiona saumu wanafuturu. Kuna wakati adhana inatoka hivyo tende maji na nini kuna. Kuna wakati na unaingia uko na saumu na adhana imeshatoka magharibi, lakini hujakimi sala. Unajikuta kwamba karibu. Kuna wakati unasogea, kila mtu anajua kwa anafanya nini. Ni wachache ambao wanakataaga. Hasa wakiona tende, Waislamu alhamdulillah tunapenda tende. Mtu anasogea, kuna wengine anakaa chini anakula. Na kuna wengine anayokota vile vile wima anatafuna wima. Na kuna wengine anasema ngoja kwanza sali rakaa mbili. Dini inasema nini? Utafanya nini sasa? Majibu tunayapata kwenye hadithi zetu hizi tatu. Moja, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sahaba wa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, Abdullah ibn Abbas, Mwenyezi Mungu amridhie yeye na baba yake, wote walikuwa maswahaba. Na huyu kijana Mtume alimwombea dua toka kingaliki mbichi mdogo. Ni ibn ammihi, ni mtoto wa baba yake mkubwa na Mtume Muhammad, ndugu wa baba yake Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Kwa hiyo ni kama kwa sehemu kubwa aliyeshiishi wali kwa Mtume Muhammad. Mtume akamwombea dua akasema, Allahumma faqihhu fi din,
wa'allimuhu at-ta'wil, Mola wangu na kuomba umpe ujuzi wa dini ya Kiislamu. Allahumma fakihu, mpe ilmu ya dini, awe na ujuzi wa dini. Wa'allimuhu at-ta'wil, na umpe pia elimu na ujuzi wa kuijua tafsiri ya Qur'an. Na ndio maana Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma anajulikana kwa sifa aliyomuita masalafu salih hibrul umma wa turjumanul Qur'an. Hibru ni wino wa ummati Muhammad, kutokana na si'atu ilmihi, ukubwa na upana wa elimu yake. Amewafunza wengi Ibn Abbas radhiyallahu anhu, na kama mnakumbuka tulimtaja katika wale almukthiruna fi riwaya, katika wale ambao wamepokea hadithi nyingi, Ibn Abbas yumo. Tukaombewa dua na Mtume, hawezi kuwa kama wengine. Kwa hiyo anasema, Mwenyezi Mungu amridhie na baba yake, anasema qal saqaitu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min zamzam fashariba wa huwa qa'imun. Ibn Abbas anasema saqaitu an-nabiy, nilimiminia maji ya kunywa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi, tena maji ya Zamzam, yani walipokuwa wako Maka, ima wako umra ima wako hija. Ibn Abbas akachukua maji ya Zamzam akimpa mtume ili mtume anywe. Anasema fashariba, mtume akayanywa yale maji, wa huwa qaimun, ili hali yuko wima. Ndugu zangu Waislamu, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaida regle ambayo napenda niwakumbushe, ukiona mtume amekataza kitu kwenye hadithi fulani, alafu hicho kitu alichokataza akakitekeleza yeye mtume, basi tambua kwamba lile katazo sio katazo la kuharamisha. Sijui kama hichi Kiswahili kinaeleweka. Ukisikia mtume amekataza kitu, hadithi iko wazi, kakataza kitu, alafu yeye mtume akakifanya hicho alichokataza, basi wewe elewa kwamba kumbe lile katazo sio la kuharamisha, si kwamba ukilivuka unapata dhambi. Ziko hadithi mtume ametuambia ukitaka kunywa fanya nini? Kaa chini. Ziko kaa chini, tena useme bismillahi, tena unywe kwa mkono wa kuume. Na sana mshazisikia sana katika adabu za kunywa, hata watoto wanahifadhishwa hivi kwenye madaris. Katika adabu za kunywa, kwanza ni kukaa chini, moja hiyo. Pili, kunywa kwa mkono wa kuume. Tatu, kusema bismillah kabla ya kunywa. Nne, kunywa kwa gao ngapi? Tatu. Nadhani wamefunzwa ni hivi. Naam. Kwa hiyo ile neno limo kaa chini. Sasa hapa inakuja kwamba mtume alikunywa yuko wima, au ndio ameenda kinyume na ile kaa chini. Kwa hiyo maadamu akalifanya mtume, kumbe kunywa wima si haramu. Kwa sababu ingekuwa ni haramu mtume asingefanya. Nimeeleweka Kwa hiyo hapa tunaipata faida ya kwanza, kumbe naweza kunywa zangu niko wima. Maana kuna wengine unaweza kuota na chupa lako la maji kama ile unapita, kumbe nipe maji pengine nje kule. Wewe kimpa kidume hicho kinateremka chini, kwa sababu kwamba katika kunywa ni kufanya aje? Kumbe mzee, acha yako ana wewe nukoe kunywa alafu tuendelee na msafara, kuna tatizo. Nadhani mnaona hata wakati mwingine wacheza mpira, kuna watu wanampa maji, kuna mwenye anakunywa kidogo yuko wima, na kuna mwingine anaona hapana, umwea achuchumaya nini? Uislamu ni mwepesi jamani. Ad-dinu yusru, kasema mtume, ad-dinu yusrun faman shaddahu ghalaba. Uislamu ni mwepesi, atakayetebo mikazo utamshinda. Wako watu ambao wanatia mikazo katika dini, na wengine wanajiwekea mikazo wenyewe. Unamsikia mtu anakuambia mimi kinyume cha kanzu hakuna nguo nyingine nitavaa. Wapo. Na kweli miaka yote kile ukimwona amevaa kanzu. Sasa siku akiumwa ugonjwa wa gaz, miguu na nini mikono, alafu daktari akamwambia aende kuogelea, itakuwaje? Ataogelea na kanzu. Au akimwambia afanye mazoezi, atafanya na kanzu, sio maana. Sio hivyo jamani. Kila kile ambacho dini liruhusu ni ruhusa.
Wewe kama hutaki ni wewe, lakini usiharamisha na ukataza. Kwa hiyo Ibn Abbas anatuonyesha wazi kwamba mtume alikunywa akiwa yuko wima. Hadithi ya pili, an Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Ibn Umar ni Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, Mwenyezi Mungu amridhie na babake. Yeye Abdullah na babake Umar ibn Khattab al-Khalifa wote walikuwa ni maswahaba, Allah waridhie. Ibn Umar anasema kunna naakul ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa nahnu namshi. Hii hadithi naipendaga sana. Ibn Umar anasema tulikuwa, yani maswahaba, tulikuwa tunakula zama za mtume wetu Muhammad sallam. Kwa lugha nyingine, na mtume yuko hai na mtume anatambua na mtume anatuona. Kunna naakul ala ahdi rasulillah, tulikuwa tunakula zama za mtume yuko hai na anatambua. Wa nahnu namshi, tena tunakula tuko tunatembea. Kidume kinapita na kinakula, kama kisi wengine wanaonaga na karanga zake au muhogo au muhindi, si watu wanakula. Wewe usileti imani zako, mbie mzee sunna ni kufanyaje? Unampiga radi, ndio wewe maswahaba walikuwa wanakula zama za mtume na wako wanafanya nini? Lakini paeleweke, sio tembea na sahani la wali na maharagi uko nakatiza. Sio makusudiwa. Maana kuna watu mnaelewa kinyume, kisikia tu kula unajua ni kila aina ya chakula. Sio hivyo, sio maana hiyo. Lakini ni vile vyakula ambavyo mara nyingi nyinyi mnaita amis game, hii mchezo wa meno, labda ni mazoka, labda ni karanga, labda ni muhogo, labda ni muhindi. Kwa watoto wetu wadogo labda ni balafu, maana na balafu wanakula, sio au wananyonya balafu, wanafanya wanakula, labda ni balafu hivi. Lakini sio kile kibali chako cha roho uko nakatiza, dini jifunze, au ni tende ukisakula huko na kwenda sana. Lakini chakula kile hapana, kaa chini. Tena ukumbuke kwenye chakula tulisema ni kule na vidole vingapi? Msisahau, mlishaanza praktiki. Isa ajarudi hapa atupe maji. Ili tujue aliweza au alifeli. Tulisema sunna kama ukutekeleza unafanyaje? Unasahau. Sasa ili tusisahau tu tunacheka katika matendo. Kwa hiyo anasema kijana hapa Abdullah ibn Umar anasema walikuwa wanafanya hivyo. Anasema wanashrab wa nahnu qiyam. Na sio tu watu tunakula na tunatembea zama za mtume. Anasema wanashrab, na tulikuwa tunakunywa. Wa nahnu qiyam, na ili hali tuko wima. Yaani wale wengine na mtume anatuona tunakunywa tuko wima, wala hatukatazi. Na kamwe mtume Muhammad sallallahu hawezi kuona mtu anafanya haram akakaa kimya abadan. Na ndio maana kwenye ilmu ya hadith ambayo tunaita hadith au sunna ni vitu vine. Katika hivyo vine kuna cha tatu ambacho tunaitaga takrirat. Maana tukisema kwamba hadithi kutoka kwa mtume, nikiwa leo nimetoa hadithi maana ni aqwalu, maneno yake mtume. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadith amesema mtume ni hadith. Wa af'al, na matendo yake. Kuna vingine ni matendo alitenda mtume hakutamka, yale matendo pia ni hadithi. Mfano, mtume alifuga nini? Ndevu, ni sunna. Sawa? Mtume alivaa akuzicha jicho la mguu kule chini kwa wanamume, ni sunna. Mtume alikuwa akilala na zio ubavu gani? Wa kulia, ni sunna. Mtume alikuwa akichanua nywele alichanua ngambo gani? Ni sunna, matendo. Alafu la tatu tunasema auswafu, sifa zake. Na hizi sifa za mtume zimegawanyika sehemu mbili. Ziko sifa khalqia wa khuluqia, sifa za kimaumbile, na sifa pia za kitabia. Zote zinachukuliwa kuwa pia ni sunna. Naam, alafu na la tatu ndio la nne, takrirat. Takrirat maana yake ni matendo ambayo yalitendwa na maswahaba, si mtume alitenda. Maswahaba ndio walitenda, mtume yuko hai na akajua, kisha mtume akayapitisha, au mtume hakuyakataza, yanachukuliwa kuwa ni sunna. Kama tulivyotoa mfano wa kuliwa kenge
kwenye meza ya Mtume Muhammad salama, yuko anakula na wengine, yeye hakula kenge, lakini vidume vilikanyaga pale. Kwa hiyo inachukuliwa kwamba kula kenge ni sunna. Si sunna kwa maana Mtume alikula, hapana, kwa maana ililiwa na Mtume anaona, hakukataza. Sawa jamani eh? Kwa hiyo hili tendo pia ni sunna, yani ni katika takrirat kwamba walikunywa wakiwa wima na Mtume anawaona. Kwa maana ingekuwa ni haramu, angefanya nini? Angewakataza. Naam, hadithi ya tatu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadithi nzuri. Ya kwanza Ibn Abbas kapokea nyingi, ya pili Abdullah ibn Umar kapokea nyingi, ya tatu kigogo anayewashinda wote Abu Hurairah kapokea nyingi. Shekhe anazileta za hao waliopokea nyingi ili usiwi na shubha wewe msomi, kwa sababu labda kama angetajwa sahaba ambaye mzoei, labda ukaleta firo sema hao pengine sio hadithi, ule katoka wapi? Mbona ni jina hatulijui? Kwa hiyo nakuletea wale ambao hatuna shaka nao, sababu gani? Abu Hurairah, Mwenyezi Mungu amridhie, qala, anasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hii hadithi leo inasumbua wengi. Mtume amesema la yashrabanna ahadu minkum qaima, kwamba mtume amekataza, anasema la yashrabanna ahadu minkum qaima, asinywi mmoja wenu ili hali yuko wima. Asinywi mmoja wenu ili hali yuko wima. Faman nasiya, mtume anaendelea kusema, atakayesahau, yani kwa lugha nyingine, atakayesahau akanywa ili hali yuko wima, faliyastaqi, ajitapikishe, yani vile alivyokunywa vile. Kama utaingiza vidole, kama utaingiza mswaki, lakini ufanye nini? Uvitapike, yani fanya sababu vitoke. Kama itatokea umesahau, vitoke. Hii hadithi ukifuata kwa haya maneno niliyosema, utarudi kule kule tulianzia. Sasa kama ndio hivyo tena, mbona mtume amekataza na anasema ikitokea tena akatumia neno fa innasiya, kama umesahau kanywa kwa wima, falyastaqi, jitapikishi. Mashekhe kama wote walionyesha kwamba hadithi ni sahihi, haina shaka, lakini pia ili katazo la mtume sio la kuharamisha. Na hii lugha ya kusema ajitapikishe, mtume hajaisema kwa amri kwamba ufike unajitapikisha, hapana. Lakini makusudio ni kwamba mtume alitaka kuonyesha kwamba ni bora na ni vizuri, yani kama vile anakuofisha, yani ni vizuri unywe umefanya nini, umetulia chini, kuliko kunywa ukiwa uko wima. Na hapa ndo nafasiri qala Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Sheikh anafasiri jamian baina tilka alahadith bima mulakhasa, akizikusanya hizi hadithi zote tatu soma katika afdal bora na kaifu zaidi mtu anywe na akiwa pika, hiyo ni bora zaidi, maana panakuaga bora zaidi na panakuwa kawaida. Kwa hiyo bora zaidi ni mtu kunywa amekaa. Kisha anaendelea Sheikh Uthaymeen anasema wayajuzu, na inajuzu ashurbu qaima, inajuzu pia kunywa ukiwa uko wima. Yani kwa lugha nyingine, bora zaidi ni kunywa umefanya nini, umekaa, lakini inajuzu kunywa ukiwa uko wima. Kwa lugha nyingine, si haramu kunywa ukiwa uko wima, lakini bora ni kunywa ukiwa uko chini. Imeeleweka eh? Kwa hiyo wewe kama mwanafunzi mzuri ni kwamba tumia zote. Mwanafunzi mzuri tumia zote. Wakati hauna haraka, kunywa ukiwa umekaa chini, tekeleza lile ambalo ni bora zaidi. Wakati hauna nini, haraka, hakuna kwenye unakwenda, hakuna cha unakimbilia. Wakati uko busy, umeshughulishwa na mambo na nini, tumia hii ya pili maadama inajuzu, ya kunywa ukiwa uko wima. Sawa jamani? Msiache. Naam, anasema wakad shariba Ali ibn Abi Talib, mwingine huyu kigogo, khalifa wa 4 Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu,
Allah mridhie. Sheikh Uthaymeen alipofanya sema waqad shariba Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an qa'iman wa qala, alikunywa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu akiwa wima. Zama zake yuko anatawala, alikunywa akiwa wima. Hao walikuwa ni viongozi wazuri sana, kwa sababu walielewa kwamba wale wanaowatawalia wako miongoni mwao maswahaba na wako miongoni mwao matabiin ambao si maswahaba, ambao hawakumdiriki mtume. Kwa hiyo kuna mengi mtume alifunza, wale ambao si maswahaba wayajui. Kwa hiyo walikuwa viongozi wakati fulani wanayatoa mafunzo kwa matendo, kama hicho alichofanya Ali. Alikunywa akiwa wima. Waqal, kisha akasema akiwaambia wale wanaomtazama, inna nabiyya sallallahu alayhi wasallam, hakika nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, faala, alifanya nini? Kama raaitumuni faaltu, kama mlivyoniona nimefanya. Wamemuona amefanya nini? Amekunywa akiwa wima. Sema hakika na nabii alifanya kama hiki mnaona nimefanya, yani na mtume alikunywa akiwa wima. Kwa hiyo Sheikh anasema fadalla dhalika ala anna shurba qa'iman la ba'sa bihi. Hiyo ni dalili tosha kuonyesha kwamba mtu akinywa yuko wima hakuna tatizo, lakini al-afdal an yashrab qa'ida. Lakini tunarudi kule kule, bora zaidi ni mtu anywe akiwa amekaa chini. Na baqiya an yuqal, Sheikh anatupa faida ya mwisho, anasema imebaki sasa tuseme hivi, idha kanat albarada fi almasjid, kama barada iko msikitini. Barada tunakusudia ni kile wanachotumia katika kunywa maji. Kama iko msikitini, wa dakhala al-insanu al-masjid, kisha mtu akaingia msikitini, Muislamu, fahal yajlis wa yashrab, je atakaa chini anywe, kwa lugha nyingine ili atekeleze kile bora zaidi, au yashrabu qa'iman, au atakunywa yuko wima? Kwa sababu kuna ile hadithi inamkataza kukaa chini kabla ya kusali rakaa mbili. Kwa nini? Anasema Sheikh anaendelea sema, li'annahu in jalasa, kwa sababu akikaa chini ili anywe, khalafa qawla an-nabii sallallahu alayhi wasallam, atakuwa ameenda kinyume na maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliposema, idha dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn, atakapoingia mmoja wenu msikitini asikae chini mpaka sali rakaa mbili. Kwa hiyo akikaa huyu atakuwa ameenda kinyume na maneno. Wa inshariba qa'ima, na akinywa yuko wima, tarakal afdal, atakuwa ameacha kutekeleza kile ambacho ni bora, na kile ambacho ni bora tumesema ni kunywa huko chini. Kwa hiyo akinywa wima atakuwa amekosa huyu ubora wa kunywa huko chini. Sheikh anajibu sana, anasema ifanaqul, anasema sasa tunasema hivi, al afdal, kwenye hiyo hali kama yako msikitini na wewe umeingia, anasema al afdal, bora, an yashraba qa'iman, kunywa ukiwa huko wima. Lianna aljulusa qabla as-salat rak'atayn haramun inda ba'd al-ulama. Ikale maana wanachuoni wameachana. Wanachuoni wako tabaka tatu, na nyinyi kama maamumu inabidi muwasome mashehe wenu pia muwajue. Naposema mashehe wenu na kusudia wa nchi yenu, lazima muwasome muwajue mashehe wenu. Wako tabaka hizo, ili toka zamani itabaki hivyo mpaka siku Mungu atarithi ardhi yake. Pako maulama tuletaga almutashaddidun, yani wanazuoni wa mikazo, haijuzu kusalisha bila kuvaa kofia. Hujawaona ukipita tu kwa kichwa wazo au anavua ya kwake ana. Bali kuna mwingine kama ukuvaa kanzu. Bali kuna mwingine wewe shaoa bado sijarudi nyuma. Wapo hivyo yani kila kitu ni haram. Yani ni halali na haram, hakuna vingine. Hivi na haram mikazo mingi. Hakuna. Tutalala kwenye godoro za michanga. Hata Umar ibn Khattab alilala chini. Wako nyoko hivyo. Hakuna masuala kuvaa vizuri. Tuipe nyongo dunia. Amjaona sio? Naomba mimi na kazi zangu mbili tu. Anavaa hebu mpaka inatoboka. Wako mutashaddidun.
Allah tulinde. Hiyo mimi sitaki kwa kweli hiyo. Hiyo hapana. Hiyo hapana kabisa. Na wengine niombeeni mimi Mungu anipe. Tawa vizuri. Kwa hiyo tabaka ya kwanza ni almutashaddidun, wenye mikazo. Alafu wako wa aina ya pili almutasahilun, contraire yao, yani wenye kurahisisha. Lese ale mnasema mwe, yani kila kitu tu. Basi lazima sala mpaka ukasali jamaa. Hata ukisali peke yako sala imo, sema tu utakosa daraja 20. Yana kama kikubwa tu ufanye nini? Usali tu. Basi jamaa mpaka msikitini. Hata ukimsalisha mke wako si jamaa wako hivyo wavivu, anagosha na tarawih, basi mpaka uende msikitini. Tangia hapo Mtume alisalisha siku 2 hao, sali nyumbani. Kamtizame sasa nyumbani anasali kweli, na kama anasali anasali aje, analipua kama Waturuki. Mutasahilun wako ndio akimsikia shehe mwenzake anasema haijuzu kijana kukaa kando na binti ambaye si mahramu wake, si anaambia achana na hao. Utamuoa mwanamke hujamchunguza. Lazima umchunguze bwana. Mutasahilun wa kuraisi. Na vijana mnapenda mporomoko au hivyo, mkiwapata au safi ndio wale mvua tu, unasikia tu mtu kunyuma, shehe tuchange. Watu wanahama msikiti. Yaani mvua ukianza tu nasikia watu wanaulizana, wazee tukasalie barabara ngapi? Barabara ngapi? Maana kuna misikiti inajulikana kwa kuchanga. Watu wanahama kama vile utasema sala la Isha kwao ni mzigo. Subhanallah. Juu ya nini? Kuna mporomoko. Safi. Na wengine ikifika mwezi wa Ramadhani kwenye sala za tarawih wana misikiti yao. Anakwambia shehe, kuna msikiti kule. Huko eti kuna msikiti huko shehe. Rakaa 11 dakika 7. Tarawih imekwisha. Allahu akbar. Mungu kama anachokesha watu. Tunaenda zetu huko. Na mbaya zaidi nasikia kuna baadhi ya mashehe wanasalia huko. Na wahifadhi majina, maana nawajua wako hao. Alafu na kuna tabaka ya tatu sasa, almutawasitun, wako wanachuoni wakati kwa kati, yaani kuna nyakati wanabana na kuna nyakati wanarahisisha. Wapo. Kwa hiyo inabidi mashehe zenu muwajue. Shehe fulani, mfano ndugu yangu nadhani hata kisikia hatachukia, Sheikh Jaafar, utamweka wapi mwezi wa tabaka tatu? Na ya kwanza Jaafar anajulikana. Ya Jafari ni hapa juu. Hakuna hivi wala hivi. Kitaka ukubali au ukatae. Na wako wengine sitaki kuwataja, sitaki fitna. Wewe ni ndugu yangu hata akijua hatosema. Kwa hiyo inabidi mashehe zenu muwajue. Sawa jamani, mshawajue atawasaidia. Maana kuna wakati unaweza kuwa na masala mwenyewe na kusumbua, hata kama ni shehe wako unaona Isa ni kumuuliza. Kama lile aliuliza Isa, nasikitika kwa kuwa leo hayupo. Maana Isa alinihakikishia kabisa saa darasa lilipoisha, na Sheikh nini Sheikh ndo kanambia kama hawa wa baby sister hawa tunaita wayaya nyumbani hawa ndio Mungu kuliamini hawa, kaniambia nitumie madama mke wangu yuko muuza. Wala ni mtihani. Eti hawa na wake tunatumikisha nyumbani hawa. Kwamba Sheikh anambia Sheikh kabisa kanambia. Eti ndio wale Mungu kuliamini. Yaani hata nikitumia sio zina. Nikamwambia wala usimniambia tu sheji na Kenya. Sitaki hata kumjua maana hafai. Mtihani. Na vijana mnapenda sana. Mporomoko hivyo. Kazi yenu mtajijua usimu. Naam, kwa hiyo bora ni hivyo. Na ndio ile hapa sasa Sheikh anasema li anna aljulusa qabla salat rak'atayn haramun inda baadhi alulama. Kwa sababu kukaa chini pindi umeingia msikitini kabla haujasali rakaa 2 za maamkizi ya msikiti, kule kukaa chini ni haramu kwa baadhi ya wanachuoni. Wanachuoni wao wapi? Wao watatu wanaoharamisha ni wao wapi? Wale wa kwanza, maana yake ni mikazo. Wale wenye mikazo wako na kaida
ambayo wanaitumiaga kila kitu. Wanasema kwamba an-nahyu an shay'in huwa al-amru an diddihi. An-nahyu an shay'in huwa al-amru an diddihi, wanaitumiaga kila kitu. Tafsiri yake ni kwamba wanasema hivi, ukikatazwa kitu maana yake umeamrishwa kinyume cha hicho kitu. Unapokuwa umekatazwa kitu maana yake ni kwamba umeamrishwa kinyume chake. Mfano, umefanya kosa nyumbani, kwa hiyo mzee anakuambia stoki hapo. Yeye mzee anatoka na kwenda kwambia stoki hapo, au anakuambia simama hapo. Hiyo ni amri hiyo, simama hapo. Kinyume cha kusimama nini? Ni kukaa. Kwa hiyo anapokuwa amesema simama hapo, ni kwamba kinyume chake kakataza wewe usikae. Sasa ukiwa ni mtoto wa kulelewa, unafuka na shegamu. Kama hukulelewa kwa na adabu, unafika una shegamu, unalala. Hayo wewe nikwambia simama hapo. Mzee, mimi njoo umeniambia nisikae. Kwa sababu unaelewa kwamba kinyume cha kusimama ni nini? Kukaa. Sio manaeleweka? Au mjanielewa vizuri? Mtume Muhammad kwenye hadithi anasema idha dakhala ahadukumul masjid, pindi mmoja wenu ataingia msikitini, katazo fala yajlis. Mtume anasema asikai, asikai. Kwa hiyo ni katazo. Kinyume cha kukaa ni kufanya nini? Asimame. Yaani kwa lugha nyingine, hata yuswali rak'atayn, ili akae ni mpaka asali rakaa ngapi? Hamjaona watu wakiingia na muda wa sala umeenea, au mchunguzaji muda wa sala ukiwa umeenea alafu hawajakimu sana, alafu wameingia, amuonaje watu wanasimama msikitini kama wa polisi? Kwa sababu walichukua hii maana kwamba tumekatazwa tusifanye nini? Tusikai mpaka tusali. Kumbe hivi mimi sitaki kusali sunna, siruhusiwi huko kukaa, anabaki wakati sivyo. Sasa kachukua hiyo maana kwamba kumbe ukiamrishwa kitu maana yake umekatazwa kinyume chake. Na ukikatazwa kinyume chake, ukikatazwa kitu ni kwamba umeamrishwa kinyume cha ile katazo. Wakati sivyo, sio kila katazo linakuja amri. Kuna makatazo mengine sio amri, kama hii tuliyosema. Mtume amesema asinywe mtu kwa kutumia mkono wa kushoto. Si amri. Lakini haipendezi. Kama naeleweka, utaelewa tu kwa nguvu. Sio kila alichokataza mtume kinaenda kwenye maana ya haramu. Kuna venye alikataza ni haram mutlaq, na kuna venye alikataza min babil karaha, yani haipendezi. Mfano, mtume ametuambia tukiingia msikitini tuanzie mguu wa kulia, si ndio amri? Kinyume chake tumekatazwa tusianzie mguu gani? Ndio tumekatazwa. Sasa wewe ukianzia kushoto unapata dhambi? Haupati dhambi. Si amri. Kwa lugha nyingine haipendezi, ni nyumba ya Mungu, ni sehemu ya ibada, alafu ionekane umeanzia mguu wa kushoto, haipendezi. Lakini si kwamba ni amri. Maana kuna wengine wanaona wanatoka wanabadilisha miguu. Kisha ingie anapiga reverse alafu anageuza kwa sababu haelewi anachofanya. Kwa hiyo kuna yale makatazo ambayo ni min babi tahrim, vipo, na kuna vingine ni min babil karaha, yani kwa kuwa haipendezi, si vizuri, yani kwa lugha nyingine. Mfano mwingine, mtume amesema khairu thiyab albayadh, kwa wanamume. Mtume amesema vazi bora ni nyeupe, yoyote hii, iwe kanzu, iwe shirt, iwe triko, anasema nyeupe. Kisha amri, mtume anasema ilbasuha, vaeni vyeupe, ichukue hapo. Maana yake kwa wengine kinyume chake tumekatazwa tusivai za rangi, sio maana yake. Ukichukua kama ni amri ivaeni vyeupe, maana yake ukichukua ni amri ni kwamba kila anayevaa kinyume cha weupe anapata dhambi, wakati sivyo. Kumbe hili neno la mtume ilbasuha ni katika ule mlango wa istihbab, yani inapendeza na ni vizuri.
kwa sababu nyeupe ikigusi uchafu utaviona mbio. Ndio hikma, si kwamba lazima watu tukae nyeupe tu. Kwa hiyo sio kila amri inakuwa ni wajibu 100%. Kuna zingine amri ambazo ni wajibu na kuna zingine amri ambazo ni katika mlango wa istihbab, yani inapendeza. Nyinyi mnataka sunna. Sasa wewe utazitofautishaje? Wewe kama maamuma utajuaje kama hii ni wajibu na hii sio wajibu? Hapo ndio lazima ukaulize wasomi, sio vyako wewe. Msogelee msomi ndio atakwambia hiki ni hivi, kwa sababu yeye anakuwa na dalili nyingi na amepokea vingi na kaida anakuwa anazijua. Nadhani nimeeleweka Alhamdulillah. Kwa hiyo Sheikh anaendelea kusema bikhilaf ashurbi qa'iman fa huwa ahwan. Anasema wakati mtu akinywa yuko wima kidogo ni vyepesi. Wa ala hadha fayashrabu qa'iman thumma yadhhab wa yusalli tahiyat almasjid. Kwa hiyo kiingia msikitini ni vizuri unywe uko wima, kisha ukimaliza kama alivyosema Sheikh, sali saraka 2 za maamkizi ya msikiti, alafu kama utakaa chini ukaishi. Kama utafuata darasa ufuate darasa, kama utasoma Qur'ani usome Qur'ani. Kwa hiyo inajuzu pia kunywa uko wima. Alhamdulillah. Tutoe azana afu tulizane maswali. Ibn Nyamweru Media, ahabbu an-nas ila Allah anfa'uhum lin-nas.